Okay, mambo yanazidi kuwa mengi sana huko Instagram, ni pamoto sana watu sakata la Ibra kutaka kuondoka Konde Gang na kuweza kulipishwa bilioni 1 limezidi kuzua kurasa mpya na maneno mengi kila wakati ambavyo unazidi kwenda bwana. Muda mfupi mara baada ya Konde Gang kuweza kutoa taarifa rasmi, taarifa kwa umma kwa ajili ya kumsimamisha kazi Ibra katika kipindi kisichojulikana, mara baada ya yeye kuonekana kufanya vitu kama kuizalilisha lebo na vitu kama hivyo, mara baada ya kutoa maneno makali kwa CEO ambaye ni Harmonize. Na muda huo mfupi tu mara baada ya tamko hilo kutoka, Ibra ameweza kuposti kupitia Instagram account yake nyimbo ambayo ni copy and paste, wakati katika taarifa ile kwa umma ilimuhitaji Ibra kuto kujihusisha ama kuto kuzungumza wala kuposti jambo lolote lile linalohusiana na sakata hili, na wala pia hata kufanya kazi zake za muziki. Na amesimamishwa kabisa kazi zake za muziki, kwa maana ya kutoa nyimbo, kuposti kazi ama kufanya collab ama kuzungumza jambo lolote lile. Yani kiufupi amestopishwa kufanya kazi zake zote za sanaa na hata kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu Konde Gang wao ndio ambao wamemsign Ibra na Ibra yuko chini ya Konde Gang. Hivyo basi Konde Gang wao wanamiliki kila kitu ambacho kinahusiana na muziki wa Ibra, kwa maana ya social media zake, kwa maana ya Instagram, Facebook page zake, YouTube, lakini pia kazi zake za sanaa zote ziko chini ya record label ya Konde Gang. Hivyo wamiliki hao ama mabosi hao ama kampuni hiyo ya Konde Gang imeweza kumpiga marufuku Ibra kuendelea kufanya muziki katika muda ambao usiojulikana, mpaka pale swala hili litakapokuwa limepatiwa mwafaka uliokuwa mzuri. Sasa Ibra imeonekana kama vile amekiuka kile kitendo cha barua ile rasmi ama taarifa ile kwa umma, mara baada ya kuposti kupitia Instagram account yake kipande cha video fupi ambayo ngoma ya copy and paste na imba pale, ambayo ndio ngoma yake mpya currently. Lakini pia akaandika kwamba link iko kwa bio bwana, au sio bwana, watu wakaitazame copy and paste na waweze kupata ngoma kali, kuendelea kusikiliza muziki mzuri kutoka kwake. Hivyo ni kama amepuuzia ile taarifa kwa umma ambayo imetoka kumuhusu yeye, kwamba akiendelea kufanya hivyo basi hatua kali za kisheria zitaendelea kumpata juu yake. Maana yake sasa Konde Gang wataendelea kufuata hatua zao za kisheria ili kuweza kumshtaki Ibra kutokana na vile ambavyo anaenda kinyume na matakwa ya mkataba wake. Mara baada tu ya kuzungumza habari za kuitwa chumbani na Harmonize, ni kama vile uongozi mzima umeweza kupiga marufuku maneno haya, ni kama vile anaikashifu na kuichafua lebo, lakini pia kumchafua CEO mwenyewe kwamba ana tabia ambazo hazimpendezi Mungu, lakini pia hata tamaduni zetu za Kitanzania na Afrika haziruhusu hizo mambo za kuitana chumbani, za kupididiana au vibana. So mambo ni mengi sana, drop your comment kupitia comment section, kisha uniambie una kipi cha kuzungumza kuhusiana hiki ambacho Ibra Chinga Chizi ametoloka Belembe this time around. Hataki kabisa kusikia habari za mzee Konde na Konde Gang Music Worldwide. Drop your comment kupitia comment section, kisha uniambie una yapi ya kuzungumza kuhusiana na hili sakata ambalo limekuwa likiendelea huko katika mitandao ya kijamii. Je, Ibra ataweza kuchomoka Konde Gang ama mkataba wa bilioni 1 utaendelea kumbana? Drop your comment kupitia comment section. Wapo wadau ambao walikuwa wakisema hizo pesa nazo zichanga Ibra mbona hatuzioni? Sasa nataka nisikie nayo ukisema. Lakini pia kwa ambaye bado hujasubscribe, wakati wako ni sasa. Bonyeza subscribe kisha bonyeza alama ya kengele na utakuwa wa kwanza kupata habari na matukio yote ambayo yanazidi kutokea ndani na nje mpaka Tanzania. Hii ni Perfect Bongo TV. Endelea kuwa karibu na sisi, endelea enjoy na kupata habari mbalimbali exclusively kutoka kwa watu maarufu, mastaa, lakini pia watu mbalimbali ambao tunakuletea hapa, na utaendelea kuburudika na pia kuhabarika juu ya mambo mbalimbali ambayo yanazidi kutokea hapa.